Bwana Yesu asifiwe. Nina swali moja dogo sana muhimu. Kwa nini kosa la Esau la kuuza haki ya uzaliwa wa kwanza inalinganishwa na dhambi ya uasherati? Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 12 na ule mstari wa 16, Biblia inasema asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau. Sasa unawaza, Esau lini alikuwa mwasherati? Au Esau lini alikuwa sio mchaji? Kwa sababu hapa anasema asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Inalinganisha kosa la Esau la kuuza haki ya uzaliwa wa kwanza na uasherati. Manake kuna jambo muhimu sana hapa ambalo inabidi tujifunze. Manake uzaliwa wa kwanza wa Esau haukuwa na matokeo leo, lakini ulikuwa na matokeo kesho. Na Esau hakujua ya kwamba haki ya uzaliwa wa kwanza aliyokuwa nayo haiwezi kumsaidia tu leo, lakini ni haki ambayo inaweza kumsaidia katika siku zijazo. Hasa anasema msiwe waasherati wala wasiomcha Mungu kama Esau. Manake Mungu anajaribu kulinganisha kama dhambi ya uasherati ambavyo inaweza ikatengeneza na kuua future ya vitu vyetu, kadhalika Esau aliua future ya haki yake ya uzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo licha ya kwamba Esau aliona ni chakula cha siku moja, manake Esau ndani yake alipoteza uvumilivu wa njaa ya siku moja, kwamba ngoja tu niuze haki ya uzaliwa wa kwanza. Hakujua tendo la siku moja linapoteza haki yake yote ya uzaliwa wa kwanza. Kwa kuna wakati jambo dogo la siku moja linaweza likapoteza haki yetu yote ya uzaliwa wa kwanza. Na ndio maana anazungumza, anasema asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau. Manake dhambi ya uzinzi na uasherati ina nafasi kubwa sana ya kuua haki yetu na future yetu, au future ya kila mtu katikati ya kesho yake na baadaye yake. Ndio maana anazungumza kwamba anasema asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau, aliyefanya nini? Aliyeuza haki ya uzaliwa wa kwanza. Esau aliuza haki ya uzaliwa wa kwanza pasipo kuitazama kesho. Kwa focus ya Esau ilikuwa ni kuitazama leo. Yakobo alikuwa anaitazama kesho akiwa leo, lakini Esau aliuza chakula ambacho aliuza haki ya uzaliwa wa kwanza kwa chakula, kwa kukosa kuitazama future yake ya kesho. Mungu anatamani tuweze kuziishi kesho zetu. Kesho zetu zina gharama kubwa sana. Maisha ambayo unayafanya leo ndio ambayo yanaweza kauza haki yako ya kesho. Shalom.